Unaposoma Biblia kwa makini utagundua pamoja nami ya kwamba inajaa na visa ambavyo vinajaa na masomo yanayoweza kutuepusha na uovu na kusaidia kufuata njia inayofaa, ikiwa hakika tutaviweka maanani na kuruhusu masomo yale yapate kusaidia maisha yetu, ili Yesu akija mara ya pili atukute tuko tayari kwa ajili ya kumlaki hewani. Katika somo ya robo ya pili mwaka 2025 ambayo ni somo la 10 leo, siku ya Jumatano, kuna somo nzuri linalozungumzia mhukumu wa ulimwengu wote. Mhukumu wa ulimwengu wote. Jana hapo tulikuwa tumezungumzia Sodoma na Gomora, namna gani iliungua kwa moto. Lakini hapa, kabla tu ya kuangamizwa kwa Sodoma, kuna kisa cha kidadisi kinachotokea katika tambarare ya huko Mamre. Hapo naona Mungu akimtokea Ibrahimu, alikuwa akiongozwa hapo na malaika wawili. Na Ibrahimu alipoona kwa mbali, Biblia inazungumza kwamba Ibrahimu alienda kuwabembeleza wale chakula nyumbani kwake. Walikuwa wanakataa kwa wakati wa kwanza, lakini akawabembeleza, akawasii. Ni mara ngapi wewe unamsii kumsaidia mtu? Ama mara nyingi unamuita tu nikusaidia, akikataa unaacha hapo. Lakini walipokataa kula chakula akawabembeleza kiasi kwamba hatimaye wakala. Na hapo ndipo Mungu akambariki pamoja na Sara, akasema watapata mwana ambaye kupitia kwake angezaliwa Masihi. Ndio, na Yesu hakika alitoka katika ukoo wa Ibrahimu, kulinganisha na Wagalatia 3:16. Kisa cha ghafla, kisa kinageukia swala la miji miovu ya tambarare huko Sodoma na Gomora. Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Mwanzo 18:17-32, na hapa tuangalie tunajifunza nini kuhusu tabia ya Mungu na jinsi ambavyo hatimaye anapanga kubaliana na uovu katika sayari yetu kutoka katika aya hizi. Basi tukiwa na Roho Mtakatifu, karibuni. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji, Ibrahimu aliwapokea wageni ambao walikuwa hawajui, kwa sababu uovu wa Sodoma ulikuwa dhahiri, ulikuwa umeonekana kabisa. Lakini kabla ya kuharibu Sodoma na Gomora, Mungu alitekeleza hukumu ya uchunguzi kulingana na Mwanzo 18:11. Na kifuatana na alikuwa ametembea pamoja na malaika zake wawili. Walipoenda Sodoma, akapita kwa makusudi katika nyumba, karibu na nyumba ya Ibrahimu, na Ibrahimu akamwalika kwa chakula. Walipofanya hivyo, Mungu akaona kwamba haitampendeza kuenda pasipo kumtangazia Ibrahimu kile ambacho anaenda kufanya. Ndio unaposoma kwenye Amos sura ya 3:7 inasema Mungu afanye jambo lolote bila kuwafunulia manabii kile ambacho anaenda kufanya. Unasema hapo kuna uovu. Sodoma na Gomora imefanya uovu sana kabisa, kumekuwa mchafuko, uzinifu, na ni lazima waangamie. Ikiwa kutakuwa wenye haki, itaokolewa. Ibrahimu akasema basi Mungu, kwa sababu alikuwa amemfanya kuwa rafiki wake, akasema, je, Bwana, ikiwa utawakuta wenye haki 50, je, utawaangamiza kweli? Mungu akamwambia, ikiwa nitakuta watu waaminifu 50, mji wote utaokolewa kwa sababu ya wale wenye haki 50. Akashuka akasema 45, akasema ndio nitaokoa kwa sababu ya wale. Akasema 40, 30, kushuka mpaka 10. Mungu akisema hata nikiwakuta watu 10 hapo nitawaokoa. Ibrahimu aliongea na Mungu kama rafiki yake, na akaona kwamba tabia ya Mungu katika haki, yeye ni mwaminifu, ni mwingi wa rehema, yuko tayari kusamehe. Asubuhi iliyofuata, Ibrahimu aliweza kuona kwamba Mungu kweli alikuwa ni jaji ambaye ni mwadilifu. Alikuwa ametekeleza haki, akiwahukumu waovu na kuwaokoa wenye haki, kulingana na Mwanzo 19:27-19. Kwa hivyo kwa miaka 1000 tutakapoenda mbinguni, miaka 1000 tutakuwa huko na fursa ya kukagua hukumu ya kimungu na kujua wenye tabia ya haki ya Mungu katika kushughulika kwake na dhambi. Huko tutaweza kujibia kwa nini fulani hafiki huko, shida yake ni nini, na ataadhibiwa namna gani. Natamani uwe miongoni mwa wale watakaoenda mbinguni, ukiwa miongoni mwa watakaojaji wale waovu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hapo Ibrahimu hachunguzi tu kisa cha Sodoma, lakini pia anachunguza tabia ya Mungu. Vivyo hivyo, kabla ya mwisho kuja, Mungu anafungua vitabu vya mbinguni kulingana na Ufunuo 12:4 na kuturuhusu kuchunguza ushahidi kabla hatimaye hajaleta moto duniani. Yaani kutakuwa na miaka 1000
ya kupata majibu ya maswali mengi ambayo kwa sasa hayana majibu. Umejiuliza kwa nini fulani akafa? Nampenda mbona? Kwa nini fulani haonekani huku mbinguni? Kwa miaka 1000 tunapokuwa mbinguni tutapata majibu kwa yale yote. Je, ni kusudi lako ili kwamba wewe miongoni mwa watakaoenda mbinguni, ili kwamba upate kuhukumu kwa watu wengine na kusoma kesi zao? Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa kuwa wewe unatuandaa kabla ya hukumu yoyote. Tupatie neema ya kuwa tayari katika jina la Yesu Kristo.